Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tujaribu kuchukua tafakuri kwa pamoja kuliona jambo hili la hijabu. Tumeona kwamba ni jambo ambalo mwanamke akilifanya anamridhisha Mwenyezi Mungu, na asipolifanya, asipovaa hijabu, anamkera Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na watu wema. Mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa kibinadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba na amekuweka katika karama maalum, amekuwekea heshima maalum, na heshima yako wewe ni kuvaa hijabu. Sasa mtoto wa Kiislamu, kwa nini unatoka nyumbani kwako bila ya hijabu? Hivi hauhisi kwamba unaleta ufisadi katika ardhi? Hauhisi kwamba unaleta uharibifu katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na kwa nini unapita mbele ya vijana katika jamii, unapita na kuwatesa watu ukiwa katika hali ya mapambo na katika hali ya kupendeza, ukiwa na urembo wako? Kwa nini unawatesa vijana? Vijana wanakuwa katika hali ambayo haina utulivu kwa sababu yako wewe. Hivi ushawahi kutafakari kwamba hilo linamkera Mwenyezi Mungu, linamkera mtume wake, linawakera watu wema, linawakera watu wazima, hawaridhiki na hicho unachokifanya? Hivi ushawahi kutafakari hivyo? Hivi ushawahi kuwaza kwamba wewe kuna siku utakufa wewe? Kuna siku utasimama mbele za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, kisimamo kile umekifikiria? Utakapokuwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakabiliana naye vipi? Maswali yake atakayokuuliza, maswali utakayoulizwa katika kaburi lako, je, maswali yale umeandalia majibu? Utakapoulizwa kuhusiana na uzuri wako ulitumiaje? Utakapoulizwa kuhusiana na urembo wako, je, una majibu sahihi? Je, majibu yako hayatakuwa ni majibu ya majuto? Kwa sababu wewe ulitoka na ukawatesa watu katika jamii yako, kwa sababu ya kutoka ukiwa uchi, uko uchi wa mnyama, umevaa nguo ambazo haziridhishi. Mtu mwenye akili timamu hawezi kukutizama. Mtu mwenye akili timamu na moyo safi hawezi kukutizama wewe, kwa sababu uko katika mandhari ambayo hayaridhishi, mandhari ambayo si mazuri. Je, ushawahi kufikiria maswali ya kaburini kwako? Utakapowekwa katika nyumba kwenye kaburi ambalo kaburi lile ni giza, halina rafiki, halina mtu, hakuna mtu yoyote wa kukusaidia. Je, hao marafiki zako ambao wanakuambia wewe ni mzuri, ni mrembo, ukijigubika wewe, ukavaa mavazi haupendezi, je, ushawahi kufikiria mawqif na mazingira utakao kuwa katika kaburi lako? Ni nani katika wao ataingia pamoja na wewe utakapohojiwa na kuelekezewa maswali mazito? Je, kuna ambaye kati yao hao marafiki wanaokuambia ukitoka ukiwa uchi unapendeza, je, kuna miongoni mwao ambaye atakusaidia kujibu maswali yale? Ushawahi kulitafakari hilo? Je, ushawahi kuwaza kwamba wewe unatengeneza jamii ambayo ni chafu, jamii ambayo ni mbaya? Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba ardhi yake ikiwa ni safi, akawaomba waja wake akawaweka humu, ikisha waishi katika hali ya utulivu, ikisha wewe ukawatimua, ukawatifua, ukawasumbua. Ushahisi au unahisi au hauhisi kwamba wewe ni msumbufu, unasumbua viumbe wa Mwenyezi Mungu? Je, majibu yake unayo? Je, hawa wote unaowakosea adabu kwa wewe kuvua hijabu, unaweza kuwakusanya kwa mara moja ukawaomba msamaha mmoja mmoja kwamba nisameheni, niliwakosea adabu, niliwatetemesha mimi, niliwasumbua mimi? Unaweza? Ili usiingie katika madhara na matatizo na majuto makubwa, bado unayo